Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema viongozi wa chama hicho akiwemo makamu mwenyekiti, naibu katibu mkuu Zanzibar na mkurugenzi wa fedha na uchumi wakiwa pamoja na wengine 6 wamefikishwa katika hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu baada ya kupigwa na kutelekezwa na polisi maeneo ya Mabwepande jijini Dar es Salaam, huku mtu mmoja kati yao akiripotiwa kufariki. Majina waliotambulika hadi sasa ni Peter Alex Kilomba, Emmanuel Severin, Robert Mawenge, Kanifa Musa, Emmanuel Modest Munihawa na Nasri Abdallah Saidi, ambapo chama hicho kimesema mtu aliyefariki ameshindwa kutambuliwa kwa haraka kutokana na polisi kutoushusha mwili wake hospitalini hapo ambapo Chadema walikuwa wakiusubiria. Hali ya naibu katibu mkuu na mkurugenzi wa fedha ni mbaya na taratibu za kuwapeleka katika hospitali ya juu kwa matibabu maalum zinaendelea. Na hayo yamesemwa leo wakati ambapo waandishi wa habari mbalimbali wamefika katika hospitali hiyo kujua ni nini hasa ambacho kinaendelea. Itambuliwe kwamba leo ilikuwa ni siku ya kusikilizwa na hukumu kwa mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni Tundu Lissu pale katika mahakama ya Kisutu, na mapema kabisa Chadema walitoa taarifa yao kwamba siku hiyo watahakikisha kwamba wanakuwepo pale kwa wingi kusikiliza ni nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Hivyo basi jeshi la polisi lilifika hapo mapema ili kuweza kuzuia vurugu zozote ambazo zingeweza kutokea, na kichokuwa kinaendelea ni purukushani za hapa na pale kati ya wafuasi wa chama hicho pamoja na jeshi la polisi Tanzania kuhakikisha kwamba hakuna vurugu ambazo zinatokea, lakini hatimaye vurugu ndo zikawa sasa zinatokea baada ya kuonekana polisi kama vile wanatumia nguvu katika kuwaondoa wanachama wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo. Bado hali ya sintofahamu imeendelea kutanda katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam, haswa sehemu ambayo inaonekana kuna mkusanyiko. Basi polisi wamekuwa wakifika kwa haraka kuhakikisha kwamba wanaondoa mkusanyiko huo na kutoruhusu vurugu zozote ambazo kwa zinaendelea. Kesi hiyo ambayo itakiwa kusikilizwa kwa njia ya mtandao leo Aprili 24, viongozi wa Chadema wamegoma kesi hiyo kusikilizwa. Viongozi pamoja na mawakili wa upande wa Tundu Lissu wamegoma kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, na hivyo basi kutaka kesi hiyo isikilizwe ana kwa ana, kitu ambacho kimepelekea kesi hiyo kurushwa mbele na kutajwa tarehe nyingine ambayo itakuwa ndio tarehe ya hukumu kwa makosa ya ambayo yanamkabili Tundu Lissu, ikiwemo kosa la uhaini. Hivyo basi bado hali haijakaa sawa na tayari kuna mtu ambaye amepoteza uhai, amesha kufa katika vurugu hizo, na mpaka sasa baadhi ya viongozi wa Chadema wanaonekana katika baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam wakiendelea kupambana kuhakikisha kwamba wenyewe wanasema haki yao inapatikana. Haki gani ambayo wanadai? Bado tunaendelea kukuletea taarifa kwa kuendelea kupata taarifa mbalimbali katika maeneo mbalimbali ya jijini la Dar es Salaam, tujue ni nini hasa ambacho kinaendelea katika siku hii ya leo ya April 24. Hii ni A Digital. Kianza unasema? Imeshaanza. Jamani jamani tuko hapa panaitwa wapi hapo? Bagamoyo eti. Pande. Tuko hapa Mpande, Bagamoyo. Maeneo ya Ununio. Tumepigiwa kule Ununio. Tulipigwa sana na polisi. Walipomaliza kutupiga wakatupeleka Ambweni, kituo cha polisi. Wamekaa na sisi pale karibia masaa 3, wakatuambia ingieni kwenye gari. Masaa 4 wakatuambia ingieni kwenye gari. Wametuingiza kwenye gari, wameanza safari. Watu wameumizwa sana. Watu wameumizwa. Tumefika hapo wametushusha hapo. Wakatuambia endelee na mambo yenu. Kwa hiyo tupo hapa tunaomba msaada. Watu wameumiwa kama mnavyoona, hata mimi amenivunja, huyu mzee amevunja kono, dada hapa hawezi kutembea, wamepiga hata mwanamke hawezi kutembea. Kisa tu ni kuhudhuria mahakamani, kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu, na hakuna fujo yote tumefanya. Tumeenda tu tunaambiwa ingia kwenye gari. Tunaomba msaada. Tuko Bagamoyo hapa Mpande.
Asanteni, tunawashukuru sana. Tunaomba msaada wenu jamani. Asanteni sana.